Karibu katika episodi ya pili. Katika episodi ya kwanza tuliweza kumshuhudia Mwamba Mark akiwa ameambatana na Nancy Queen, na hapa walikuwa wanajadili ni kwa namna gani wanaweza kufika kanisani ili lengo waweze kuomba sala za mwisho, kwa sababu muziki huo hawawezi. Lakini walipofika kwa baba paroko, moja kwa moja mzee akaanza kusema kwamba hiyo historia yao ni kama inajirudia, kwa sababu miaka ya zamani sana katika ufalme wa Roma alikuwepoge mfalme mmoja ambaye alikuwa anatamani kuijua sana siku yake ya kufa. Kiu yake ya kutaka kuijua siku yake ya kufa ni kweli kabisa iliweza kujibiwa, kwani siku moja aliamka na kugundua kwamba kulikuwa kuna kitabu ambacho kilikuwa kimeandika tarehe yake ya kufa, kwamba atafia vitani. Mfalme alitaka yeye mwenyewe kuijua siku yake ya kufa, lakini alipoijua akaogopa sana. Sasa ili kutengua hatima akamwagiza kaka yake ndo aende vitani mbadala wake. Na huyu mdogo wa mfalme alipokwenda vitani, ni kweli kabisa alifanikiwa kuitengua hatima, kwani wanajeshi wengi wa upande wa pili waliweza kufariki, lakini jeshi lao likaibuka washindi. Na walipokuwa wanarudi katika ufalme kwa shangwe na furaha kama zote, bahati mbaya walikuja kugundua kwamba mfalme alikuwa ameuliwa kikatili katika ufalme. Baba paroko akahitimisha kwa kusema kwamba ni kawaida tu, hizi ni stories za kutunga ama fiction. Sasa nyie mmekuja kuniambia kwamba eti mna kitu ambacho kinahesabu katika simu zenu kwamba mtakufa, inawezekanaje hiyo kitu? Na ili mchungaji kuwathibitishia kwamba hayo yote ambayo wanayaona ni maluelue, akawaagiza wamletee na yeye simu moja, kisha wamwekee hiyo application aone kama kweli inafanya kazi. Hassan Queen pamoja na Mwamba Mark wakawa wamerejea tena katika lile duka ambalo linauza simu, wakataka kwenda kumchukulia baba paroko simu moja, lakini mzee akasema kuwa nimeshafunga duka, mimi sirudi tena kufungua hapo. Ni baadaye wakamtolea mpaka kadi zao za benki na kumwambia kwamba utakata kiwango chochote unachokitaka wewe. Mzee alifurahi kweli kweli, kwa sababu anajua kwamba atakata kiwango huenda hata mara mbili ya bei ya simu. Kumbe wao bana wana uhakika kwamba siku ya kesho wanakufa, kwa hata kama pesa zao zikichukuliwa hawana shida yoyote. Ila sasa huyu Mwamba ambaye ni Derek ambaye ndio mhudumu wa hili duka, kumbe Mwamba anajua mfumo mzima wa kuweza kuitumia ile application. Akaenda kwa hakia, aligundua kwamba wana shida kubwa sana wanayopitia. Huyu mzee akaangalia muda aliokuwa amebakiza, akagundua kwamba bidada ana muda mdogo zaidi, muda wote anaweza kafa kutokea sasa hivi. Basi moja kwa moja akamuongezea miaka ya kutosha tu, kisha akamuongezea na huyu Mwamba Mark miaka ya kutosha sana tu. Kutoka walipoongezewa miaka, watu wawili hawa wasiweza kujuana kabisa, eti usiku wa leo wanaonekana wakiwa wamelala pamoja, bidada Queen pamoja na huyu Mwamba Mark. Jamaa akamkumbatia tu bidada, lakini bidada wakati anataka kumwamsha Mwamba akawa ameshtuka kana kwamba kama vile kuna kivuli nje, akawa anamshtua Mark. Lakini ajabu ni kwamba Mark akaonekana akiwa anatokea nje. Sasa ni nani alikuwa amelala naye? Kuja kumcheki hivi mara mbili ndio ule mkono ambao uliwahi kumkaba katika gari. Kuja kutazama katika simu zao, muda waliokuwa wameongezewa umeweza kupunguzwa tena vile vile, na umejirudi kama kawaida yake, na sasa hivi bidada amebakiza masaa 10 tu na Mwamba amebakiza masaa 18. Lakini huku upande wa pili kuna bidada mmoja anafahamika kama Jordan, na yeye simu yake inaonyesha kwamba muda wake wa kuishi ni mdogo kidogo, na akaweza kushtuka kana kwamba kuna kitu kinaingia ndani ya nyumba, kwani alikuwa amezima taa na taa ikaweza kuwaka tena. Akakimbia haraka sana, kisha akajificha chini ya kitanda akitegemea kwamba hii itakuwa ni sehemu salama, lakini alihisi kana kwamba kuna kitu ambacho kinagonga gonga juu ya kitanda, na mara pap, kitanda kizima kikawa kimevutwa. Alipotazama mara mbili pale kando yake, ndipo alipoja gundua kwamba marehemu alikuwa amefariki kwa kitambo kirefu, yani mama yake alikuwa ameweza kulala kando yake. So nakumbuka wakati bidada Queen yule nesi wakati anafanya utafiti katika mitandao ya kijamii, kuna mtu ambaye kusema kwamba kabla ya kufa ukiwa umemaliza muda wako, basi mtu ambaye anajitokeza kando yako ni mtu ambaye alikufa kipindi cha zamani, yani unaanza kuona marehemu. Bidada Jordan tayari ameshaanza kuyaona hayo, bila shaka yoyote yuko katika hatari ya kufa dakika yoyote kuanzia sasa hivi. Na kumbe bidada Queen pamoja na Mwamba Mark na wenyewe walikuwa wanakimbia kuelekea kwa bidada Jordan, kwani walijua kabisa bidada atakuwa yuko katika hatari. Wamefika tu hapo akakuta bidada anaogopa kweli kweli. Alipoweza kuwafungulia hawa ndo angalau akaweza kupumua. Baada ya bidada kueleza mazonge yote ambayo anayapitia, basi wakagundua kuwa hawana msaada wowote ule zaidi ya kuelekea kanisani, ikiwezekana bidada aweze kula sala za mwisho. Basi wakaenda kumgongea mchungaji nyakati za usiku, yuko kifua wazi. Mzee akasema bana, mnaniaibisha bana, mnakujaje mida kama hii? Lakini wakamuelezea kila kitu na kusema kwamba huyu mwenzetu amebakiza kama dakika moja tu hapa anapotea. Na kwa sababu mchungaji alikuwa ameagiza simu, ikabidi waweze kumletea ile simu. Mzee alipoweza kuiangalia hii application ilikuwa na kodi nyingi sana, akatazama mara mbili we. Mzee tu ghafla akaanza kuchanganyikiwa, huko akisema kwamba inawezekana kabisa mkapona, inawezekana kabisa, kuna mfumo ambao uko hapa, kama ukiuzingatia mfumo vizuri unapona kabisa. Mchungaji mwenyewe anaonekana kidogo imani ni haba, akasema kwamba haya mambo jamani yanawezekana pia kwa njia za asili, kwa hiyo ni vyema tukachora ile alama ya Freemason, kisha baada ya hapo tukakaa katikati ya hiyo alama. Na huo mchoro wakati unachorwa unatakiwa kuchorwa na maji ya chumvi kali sana, kwa hiyo akatumia maji hayo na akaweza kuchora nyota fulani hivi, kisha akaizungushia mduara. Akawaambia wote kwa kuwa muda wao wa kuweza kufa umeweza kufika, wote wanatakiwa kukaa ndani ya huo mduara, asiwepo hata mmoja wa kuweza kutoka eneo hilo. Basi moja kwa moja akawa ameseto hapo, na mara tu mida ilipoweza kusoma
sifuri katika simu zao. Moja kwa moja ule mshetani ukawa umekuja face kwa face, yani waliweza kuona ule mshetani uso kwa uso. Na mara tu ule mshetani ulipojaribu kuingia ndani ule mchoro, ukawa unajigonga gonga, yani kama vile ule mchoro unalizuia. Moja kwa moja mwamba Mark ni kama alikuwa amerogwa hivi, akajikuta anapata ujasiri wa kwanza kutoka nje ule mchoro. Na ni kweli alipojaribu tu akajikuta amevutwa, akaburuzwa mpaka nje ya rami. Bidada hakutaka kabisa kumwacha huyu mwamba kwa sababu mpambana naye kuanzia mwanzoni. Bidada Queen moja kwa moja naye akawa ametoka kwenda kumfuata jamaa. Wakati huo tena bidada Jordan alikuwa anajaribu kutoka, naye akawa amejibana na kabati moja ambayo ilikuwa inaanguka wakati huo, kwa akawa amezuiliwa huku ndani ya nyumba. Basi bwana, bidada Queen ametoka, anamshuhudia mwamba Mark yuko kando ya barabara akisema kwamba tuko salama. Lakini katika dakika hizo hizo kuna gari ikawa imeweza kumpitia mwamba, na hapo hapo alipokuwa anapoteza maisha yake, simu yake ikawa imeandika 00. Kwa lugha nyepesi ilikuwa ni muda wake wa kufa. Bidada Jordan na bidada Queen walilia sana kuweza kumpoteza mwamba Mark kwa sababu jamaa alijitoa sana kwa ajili yao, lakini pia aliwalinda kwa kila namna aliyoweza kufanya. Lakini wakati wa kombato hili ndipo bidada alikuja kugundua kwamba Jordan alikuwa amechomwa na kitu wakati ule anaangukiwa na kabati. Kwa Jordan ana hali ambayo sio nzuri, ikabidi kumbeba hapo na kumpelekea hospitalini. Lakini ule muda amefika katika eneo la hospitalini, manesi akampokea vizuri, ila daktari alikuwa in charge kwa ajili ya kuwajibika kwenda kumtibia bidada alikuwa ni mwamba mmoja anayefahamika kama Sullivan. Huyu jamaa alikuwa anamuonea bidada sana wakati anafanyia hapa hospitalini. Kifupi bidada ana kisasi naye sana huyu mwamba, na akakumbuka maneno ya mchungaji kwamba kama mtu mwenye umri wa miaka mingi, yani application yake inadai kwamba ana miaka mingi, ukifanikiwa kumuua huyo basi umri wake unahamia kwako. Na kwa bahati nzuri au mbaya, Dr. Sullivan ana miaka kama 57 hivi, inasoma pale katika simu yake. Akaona si ndio fursa bana, akawa amemwitia chobingo huko. Sasa unajua udhaifu wa mwanaume kama unavyoelewa. Bidada akaanza kuchojoa ngoo moja baada ya nyingine. Mwamba akazidi kusogea jirani. Kumbe bidada alikuwa anamuingiza mtegoni jamaa. Na hapo hapo akaanza kumshambulia, lengo aweze kumuua huyu jamaa ili yeye aweze kuchukua maisha ya huyu jamaa miaka 57 alionayo. Bidada alianzisha mashambulio kumshambulia jamaa. Kadri anavyozidi kumshambulia, ghafla tu kuna nguvu moja ya ajabu ikaonekana imemvuta bidada, ni kama vile inamzuia asiweze kumuua huyu jamaa. Hasa tukihamia upande wa pili kwa bidada Jordan, huku bana ana hali mbaya kwa sababu simu yake inaonyesha kuwa amebakiwa na dakika moja. Yule mshetani akawa ametimba katika eneo hili. Kabla ya kuweza kumuua lazima ampe mateso makali. Bidada Jordan alianza kutembezewa kichapo moja baada ya kingine, akajikuta tu ni mpaka anapoteza nguvu, kana kwamba sasa zimebakia sekunde kadhaa tu aweze kutolewa roho yake. Na Queen aliweza kulishuhudia tukio hili kwamba bidada Jordan ndio alikuwa anakwenda kupoteza maisha. Sasa kwa kuwa yeye muda wake umebakia ni mwingi, kwa kuwa yeye anatakiwa kufa baada ya masaa mawili mbele, basi akajipiga sindano ili aweze kujiua. Hasa kumbe ukijiua kabla ya huyu mzimu kuweza kukuua, yeye anaanza kupata shida na kujikuta anashindwa kutekeleza majukumu yake. Yule mzimu akashindwa kabisa kuichukua roho ya bidada Jordan na moja kwa moja kama anaweza kumwachia. Bidada Jordan kwenda kumtazama bidada Queen pale chini, anagundua kwamba ni kama alikuwa amekata moto kabisa, lakini kulikuwa kuna sindano mbili. Sindano moja ambayo ndio hiyo dawa ambayo inasababisha uweze kukata moto, na dawa nyingine ipo ambayo inasababisha uweze kunyenyuka. Basi akachukua miongoni mwa zile sindano, kisha akawa amempiga moja hapo bidada, na kisha bidada akaweza kupata fahamu. Basi kuanzia hapo tu amepata fahamu, moja kwa moja zile saa zao zote zilizokuwa katika simu zikastop. Ni tukio ambalo limewachezesha kwa siku moja au mbili, lakini tukio ambalo limewasababisha hali zao kuwa mbaya kweli kweli, kana kwamba walipitia msoto karibia wa mwaka mzima, lakini kumbe bana ni masaa machache tu wameweza kuyapitia. Ness Queen baada ya kukomboka katika ule msala, akampigia simu baba yake kwamba anahitaji waende katembelee kaburi la mama yake kama ambavyo walikuwa wamekubaliana kabla. Bidada Queen pamoja na bidada Jordan pamoja na baba yao basi walikuwa wameambatana kuelekea katika kaburi la mama kama ilivyokuwa ahadi ya kabla. Walipomaliza kufanya zile sala zao wakawa wanaondoka, lakini bidada akasikia simu yake kana kwamba imeita hivi. Kuja kutazama anagundua kwamba muda umerudi na sasa ni masaa mawili tu. Bidada alibaki ameduana. Hapo ndipo season ya kwanza ilipokuwa imekomea. Ilikuwa mwaka wa 2019 tamthilia hii ilipoweza kutoka, na ni miongoni mwa movie ambayo ilifanya vizuri sana kimauzo, kwani iliingiza faida mara 7 ya budget walioweza kuitumia kutengenezea. Ilikuwa ni movie ya kawaida sana, lakini watu hawakutegemea namna ambavyo ilikuwa imepokelewa vizuri. Sasa nimeseti mitambo yangu vizuri kabisa, mzigo tutakapokuwa naanguka basi siku hiyo na kutolea sehemu yake ya pili. Kumbuka tu unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe na uhifadhi hapa katika eneo hili, na ukiwa umegusa alama ya kengele, kwani dakika yote ile na kuangushia kazi hii. Basi nikukaribishe tu katika miendelezo na tamthilia mbalimbali ambazo zinakwenda kujili mara baada ya hii. Lakini kwa habari ya tamthilia yetu nzuri inayoitwa Countdown, basi tunakomea hapa, na hapa ndio mwisho kabisa mpaka utakapokuwa umetoa season ya pili, basi nitakwenda kukuangushia. Kumbuka kwamba unatakiwa kubakia ndani ya channel yako kila siku. Balaa linalokwenda kuanza kama kawaida, tunarudi kwa Wakolea. Bana, wametoa kazi moja hivi ya bidada ambaye alijikuta siku moja amebadilika na kuwa mbwa. Sasa unadhani maisha yake baada ya kubadilika kuwa mbwa yalikuwaje kwaje? Hakikisha tu kwamba umegusa alama ya kusubscribe, lakini pia umegusa alama ya kengele, kwani balaa hilo linakwenda kujili sasa hivi. Yani unapobandua tu hii hapa, basi unakwenda kuibandika hiyo hapa hapa katika channel yako ya PVP Media Max.